Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Bwana, kuna waka moto sasa hivi ndani ya TikTok. Kumekuwa sasa ni vuta ni kuvute muhimu. Kwa mfano bandarini, stendi ya mabasi, mnafunga magari yasiingie tauni, na sio kwa siku moja. Ya unakuta labda wiki hii mmefanya huku, watu wako busy na huku mmefanya huku. Yani anaposoa kusimama yani kwa muda mrefu. Kwa hiyo pale napo keep busy kwa vitu ambavyo watakuwa hawawezi kuvifanya kama internet itakuwa iko on muda wote. Kwa sababu mnaweza mkaenda sehemu nyinyi wenyewe na live zenu, mnafunga barabara, mnaandamana na mabango yenu yatakuwa yanaonekana. Kwa hiyo vikifanyika katika sehemu tofauti, miji mizuri mikubwa ambao na watu wapo wengi, kule kutastua serikali. Lakini kwa hivi inavyofanyika ndio vile sasa watu watakuwa wanaishia wanapotea huku, kwa sababu wa Tanzania tumeumbwa na hofu. Hofu ndio huwa inatutesa. Kumbuka hata kipindi alichokuepo Rais marehemu aliyofariki akiwa madarakani, kwenye kipindi cha corona alifanikiwa kututoa hofu, na watu tulikuwa tunaishi bila barakoa. Sawa, lakini kwa sababu alitutoa hofu. Hofu kwanza yenyewe ni ugonjwa mkubwa ukiwa nayo. Hata kwenye kweli utaona uongo. Kwenye kushauri point utashauri ujinga kwa sababu ya hofu. Lakini hofu unaiua vipi? Mkiwa mko kweli mko active wote kwa mnachokiongea na kwa kukitenda, bali yanatakiwa matendo yawe endelevu. Mweza kwa bwana, wiki hii tuko sehemu fulani, kinafanyika kitu, serikali itastuka. Wanadili na huku, wiki ile tupo kule, tuko bandarini labda, hakuna kitu kuingia wala kutoka. Pale mnakuwa mnaifubaza serikali. Lakini ukichoma, unachoma ni unachokipambania ndio unakichoma. Kwa hiyo hata ukikipata utaanza upya, itakuwa bado pengine ndio ukaanza na hali ya chini zaidi, kwa sababu kama mwenye nyumba itakuwa imebomoka, imeungua, afu ni Tanzania mwenzako. Sielewa. Lakini mkiwa nyinyi mpo bize kwa kufanya iko kitu, na wao watakuwa bize kukisimamisha iko kitu, la kikiwa kisimami, mwisho wa siku yatawekwa maongezi chini, maana itakuwa ni kero kwao pia, kwa sababu kuna sehemu zitakuwa haziingizi kitu na serikali zinajitegemea, kuliko kwenda kuchoma vitu, sio kuuana, kufanyaje. Kwa mfano mkiwa mpo sehemu mmefunga barabara, hakuna kuingia kitu, hakuna kutoka, mmetulia tu pale na mabango yenu mnayo, wanaotaka maongezi watakuja pale, watataka kuwatimua, ndio mtakuwa wengi, lakini mpo pale hakuna kinachofanyika pale kwa muda ule. Hiyo mimi ndio point yangu sasa. Shukran sana brother. Na kama tukifikiria kwa umo tutaweza kushinda. Mimi nimekuelewa. Tukiwa endelevu. Umeongea mtazamo wako kwamba hiyo kuchoma of course bado inakuwa tunaharibu malighafi, ndio za nchi na vitu kama hivyo. Lakini lazima ukumbuke kwamba hayo ni matokeo. Sijui unanielewa. Yaani hiyo sio roots ya mpaka watu wamefika kufanya hivyo, kwamba kuna roots ambayo imesababisha huko kufikia. Kwa hiyo siku zote tukianza kufanya analysis hatuangalii matokeo. Unajua kuna mwana falsafa mmoja anasema mjumbe anasema okay, dakika moja tu alafu na kuachia mjumbe, nimeona message yako. Mwana falsafa mmoja anasema mtu anapokuwa na njaa akakuta watu wanachezea chakula, ataenda pale ataomba, yani kwamba jamani nina njaa, naombe ni chakula. Atamfukuza, labda suppose amemwambia ondoka bwana. Unajua yule mtu akirudi tena, arudi tena na ile tone ya like softly approach, yani arudi na ile ya kinyonge. Jamani mimi nina njaa, kwa sababu njaa inavyozidi kumuuma ndo anazidi kuwa na hasira.
alafu anaona nyinyi mnachezea chakula. Jamani mimi nina njaa, nimekuja hapa nimeomba, watamfukuza. Unajua akirudi mara ya 3 huyo arudi tena kuomba yani. Unaona, anakuja anavunja park. Hii ni quote moja ilitoa park, anakuambia pick the lock, come through the door blasting. Yani anavunja mlango, anaingia, anachukua kilicho chake kwa sababu njaa ishamfika sehemu. Sasa sio kwamba watu wana nia ya kuchoma vitu, hiyo wala sio nia. Watu wanachotaka wasikilizwe kile wanachokitaka serikali yao ifanye. Kwa hiyo mpaka watu wanaamua kufanya hivi ni kwa sababu hawasikilizwi. Una understand Kevin? Kwa hiyo hii mipango sio kwa naelewa. Watu wanapanga nia yao kuchoma, wala sio lengo la kuchoma vitu. Mjumbe naomba uongee tafadhali. Maki unaona unatuma sana, sijui ni message yako inajirudia, comment yako inajirudia. Lakini unasema unataka kushuka. Naomba kabla mjumbe. No, mjumbe ameomba kwa sababu anataka kushuka brother boy. Sorry man. Ngoja mjumbe aongee alafu utaongea, utakupa nafasi kwa sababu amesema anataka kushuka. Samahani sana brother Marcus. Mjumbe unaweza kuongea tafadhali? Nikupa nafasi. Nashukuru sana. Naam. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kuthamini na kulipatia nafasi ya upendeleo. Nashukuru sana. Nataka kushuka niombe nilale, kesho ni Jumapili nafaa kwa ibadani. Hii ni saa 9 kasoro. Sasa nadhani nilikuwa nakazia tu kwamba hata kama tutakuwa na kauli ya pamoja, hata kama tutakuwa na kauli ya pamoja ya kwamba tuandamane wote, yani tukasema tuandamane ili tukadai tusikilizwe, narudi kule hauwezi ukawapata watu wa pamoja ambao hawatadhibitiwa na polisi pasipo kuwepo na taharuki. Taharuki ni lazima, na hakuna anayewaza kwenda kuchoma duka la mtu ambalo halimuhusu. Mimi nilikuwa kwenye maandamano maeneo yote tuliyopita, ambapo niliona kichoma kitu ambacho sijui ni cha nini. Nilikuwa nikiwauliza, nilikuwa naambiwa hiki ni cha mwana CCM na huwa ni chawa, ambacho hapo sasa hiyo sio ofisi ya CCM, sio ofisi ya serikali ya mitaa, unaona. Kwa hiyo walikuwa wanasema huyo ni chawa. Kwa hiyo hata hivyo vitu ambavyo kweli kuna maeneo walichoma, waliiba, walifanya jao, walikuwa ni wahalifu. Kama ambavyo serikalini wamo pia vibaka, wamo wezi. Kwa hiyo hata huku kwa raia wako hao watu wasitaki kwamba huku kwetu wawepo wasafi tu, kwao serikalini na kati wapo wachafu pia. Kwa hiyo warisia ni huo, uwezo kakiepuka hicho kikombe. Yani kwa namna ambavyo hakuna njia nyingine kwa mimi sasa navyoona, haipo. Maana mimi nilikuwa barabarani, haiko njia ambayo inawezekanika watu kujaza. Mfano, tolea mfano mimi. Tarehe 9, mimi tarehe 29, wakati tunaandamana, tulikuwa tunasukumana nani aanze. Hii ni story nayo ielezea ambavyo ndivyo warisi ulivyokuwa. Nani aanze? Kumbe kila mtu ukipita sehemu nani aanze. Baada ya kuwa tumekianzisha, ibidi twende sehemu ambapo ni makutano, kuna mataa ya traffic light zile. Tukachoma tairi. Tulivyochoma tairi kulizuka taharuki. Kulivyozuka taharuki pale, tukazuia magari yasipite. Moto ukawa mkubwa. Mbona watu walikuja wenyewe, walijaa watu kuja kushangaa hiyo taharuki. Walijaa watu kuja kushangaa mbona hakuna kinachoendelea barabarani ni nini. Tukawa tunawaambia, wakaelewa ni nini. Baada kwa tunawaambia wanaelewa nini, wanaunga na wao. Unasema kweli bana wanatuua, kweli bana wanatuteka, kweli bana watusikilizi, kweli bana wanatupuuza. Tukawa wengi. Kwa hiyo hakuna namna nyingine, tusijidanganye. Yani tusijidanganye. Huyu anayekuambia tuandamane kawaida tu, ni kweli ni mawazo yake, lakini hayo mawazo ni ya kumuuza Mtanzania. Ataenda takamatwa, tutabaki tunaimba tu wimbo. Ataenda huko tabanwa korodani, zitapasuka, atofia huko watu, kwa sababu wakikukamata wakupeleka kule na unaonekana unaandamana. Kwa lugha rahisi, ulikuwa unataka serikali yao itoke madarakani. Ni ngumu kuchomoka kule, ni ngumu. Hata hao unaona walioachiliwa hii baada ya huu uchaguzi haramu, hao waliachiliwa baada ya kelele nyingi za Umoja wa Mataifa, kelele nyingi za mawakili, kelele nyingi za watu wa haki za binadamu, hizi na taasisi zilipiga kelele, na hata hapa hawajaachiliwa wote, wengine walibaki kule, unaona. Kwa hiyo waliachia kwa sababu tu kulionekana ni kelele nyingi, lakini wakikukamata
inaonekana una bango. Wakikukamata inaonekana uko unashinikiza serikali yao itoke madarakani. Mimi nakwambia watakacho kufanya ni kibaya sana. Mimi niliwasiliana na yule jamaa ambaye walimpiga pasi kwenye mikono huku na kwenye uso. Nadhani ile picha mlikuwa mnaiona. Nilipambana sana nikampata. Nikampigia video call, nikahakiki ni yeye. Nikaona kabisa tunazungumza na anaonyesha mikono ilivyo mpaka kwenye paji la uso. Nikamfanya kitu chochote kitu nikatuma kwake. Sasa nilimhoji, anasema walizuiliwa kusema walichofanywa kule. Na yeye akawa aniamini kama ambavyo watu waaminiani. Akasema naogopa kwa sababu sijui hata wewe ni naye. Inawezekana unanipo unichoro uone kama ni kibano anasemaje. Kwa hiyo walizuiliwa. Kwa hiyo kuna vitu vibaya walifanywa kule. Na hapo wametolewa kwa sababu tu walipiga kelele watu. Lakini kwa sasa hivi ukiingia kule ndugu yangu, tena ni kwa kutekwa ama kwa kuzolewa barabarani na bango, ni ngumu sana kurudi. Kwa hiyo njia rahisi ndio hiyo ambayo unayoiona mimi. Lazima tuzue taharuki. Taharuki ile ndio njia rahisi ya kuwapata Watanzania watoke nje. Hakuna njia nyingine ndugu yangu. Eti tuongelee hapa tuseme tunatoka nje, hawezi katoka Mtanzania. Watatoka wachache wenye moyo mgumu uliopitiliza, alafu watadakwa, wataishiria moja kwa moja. Kwa hiyo njia ni hiyo tu ya taharuki. Labda tu mngesema hivi, tusichome vitu vya raia, hapo niweze nikawaelewa. Lakini ukisema kwamba msichome nye bebeni mabango, kusanyikeni muandamane, au kukusanyika kiasi cha kuwazidia askari, wakishasikia mmekusanyika vituo viko karibia kila wilaya vipo vituo, mtamudu kweli? Ni ngumu, watatudhibiti, tutarudi kule kwenye tarehe 9. Kwa hiyo ushauri wangu mimi na mawazo yangu mimi, hakuna njia nyingine, lazima watu wachome vitu ambao vitawafanya watu watoke. Lengo la kuchoma vitu sio kama eti ni kuchoma tu, hapana. Lengo ni taharuki ili watu watoke ndani, waje washangae, wapewe elimu. Na kwanza sasa hivi sio elimu, wakishaona hivyo wanajua ni watu wanaandamana, na wao walikuwa wanatamani kupata mlango wa kuandamana, wataunga tu, na kisha tutakuwa wengi. Tunaweza sasa tukaenda sehemu yoyote, kama ni kuzuia bandari, kama ni kuzuia sijui shughuli za kijamii zisifanyike, kwa sababu kama zifanyike serikali haingizi chochote. Mwisho wa siku inabidi serikali wajibike kuhakikisha wanasikizwa, wafanywe wanachokitaka, ili kusudi maisha mengine yaendelee kwa wale raia wengine ambao hawajaandamana wako ndani. Kwa hiyo uhalisia wa mimi ninachojua namna ya kuwapata watu, narudi kule lazima taharuki. Yani hakuna namna nyingine. Nasema hivi kwa sababu bila taharuki hakuna walioingia barabarani hata yote 29 mpaka ilipoonekana taharuki ndio watu waliingia barabarani. Kwa hiyo sasa hivi ukisema kwamba ikiwa waliona na waliuliwa na kuuliwa, eti aende tu apeleke tumbo lake hivi na bango, ni uongo, haiwezekani. Asante. Shukrani sana brother. Bwana ndio hapo kwenye tumbo hapo. Jua da. Anyway, shukrani sana brother. Kaka Ayubu. Okay. Naomba nimalizie nishuke. Dakika moja. Na Kirlin unaweza ukapanda, nadhani una hoja yako. Hapana, wewe kama ukipata nafasi uko huru, ni jukwaa huru na maoni huru, tunaheshimu mawazi ya kila mtu. Hayo ni mawazi ya brother mjumbe wa haki. Kwa kile alichokisema nadhani waliosikia wamesikia. Lengo ni jema kabisa, tunajaribu kutaka sauti zetu zisikike. Hakuna mtu mwenye lengo la kutaka kuharibu au kuchoma vitu na vitu kama hivyo, lakini tunachotaka ni haki kabisa ya kikatiba, kuandamana, mkusanyiko, ili tuweze kusikiliza matukio mengi ambayo yanazidi kuendelea, watu wanatekwa na vitu kama hivyo, na mengi ambayo yanayoendelea nchini kwetu. So ndo sababu yetu kwa hapa. Nani anataka kuongea? Nadhani Marcus, tafadhali. Sijui Marcus au nasi nadhani anataka kuongea. Nitaka tu nimalizie kitu kimoja. Ni Boy Black ndo wanataka kuzungumza. Kaomba mtu Marcus ni kama moja taishi mimi kama sekunde 30 na kuachia Marcus. Na aya mimi nitaka niongee hivi kwa kumalizia. Kwanza cha kwanza tumeshaangalia dhamira. Kwanza tutakuwa tuangalie wakati kuna dada hapa kwa anasema kuangalia na ili tuchukue begi na nini kila kitu sawa, lakini kwanza kitu kikubwa mpaka tuko hapa tumepima serikali, tumeangalia dhamira yake nini zidi ya wananchi wake milioni 65-70. Dhamira yake ni hawana dhamira yoyote chanya kwa wananchi wake, ambao muundo wa katiba umesema serikali itawajibika kwa wananchi na wananchi ndio msingi wa madaraka yote. Lakini haina dhamira yote. Kwa sababu gani? Haijakiri kilichotokea. Hichi kilichotokea kiliwahi kutokea Kenya mwaka 2007, siku chaguzi
kwenye uchaguzi walikufa watu wengi. Walivyokufa baada ya uchaguzi kuisha, ile serikali iliyoshinda ilikuwa madarakani ikaunda serikali ambayo inaitwa serikali ya mseto. Yani kwamba chama tawala kile afu anachukua na chama cha upinzani ambacho sasa ndio kilikuwa kina hiyo nguvu, wakampa wale chama cha upinzani mwanachama wa waziri mkuu. Umeona sio situation ambayo inafanya Tanzania, kwa sababu ya 29 ilikuwa sio kichama, ilikuwa ni wananchi. Lakini najaribu kuonyesha point tu ya kwamba walikuwa na dhamira, at least wakampa yule waziri mkuu, ndo wakaanza at least sasa wakarudi kwenye normal human being, kwamba walikiri kilichotokea. Na ilikuwa na watu 1200 tu waliuliwa, tofauti na hapa kwetu ni zaidi ya hiyo. Umeacha kitu kwa kama hiyo ina lengo. Tunarudi sasa, baba taifa leo kusema jamani, mimi hapa kipindi cha nyuma hapa nimekuwa naangalia sana mpaka vitu vya Kagera, vijana walivyokuwa wanachukuliwa kiume wanapelekwa kwenda kupambania nchi, kuilinda nchi yao. Mwacho kitu, vijana wa kiume kwa wanatolewa, hamna cha kusoma, hamna cha nini. Kijana wa miaka 18, 22 unatolewa nyumbani, twende unaenda kule, unaenda kupambania nchi kwenye vita ya Kagera. Naziangalia sana YouTube. Mwacho kitu, baba taifa leo kusema nahitaji taifa lenye vijana jasiri wenye uwezo wa kuasi zidi ya mfumo kandamizi. Mifumo kandamizi ndio hii ambayo tuoni lengo. Sasa narudi kwa kule kwa mpigani yake kule na mimi ndio ilikuwa wazo langu, sababu mimi mwenyewe nilikuwa fidi kama yeye kwamba hakuna namna watu wataweza kujoin barabarani bila taharuki. Hakuna. Jamani, hapa wote mlioko wa 5-6 na mwingine ambaye alikuwa na experience ya road tarehe 29 anaweza akaunga mkono hili. Mimi nilikuwepo maeneo mengi ya Dar es Salaam, nilikuwa tarehe 29 mengi sana, kuanzia wengi wapi siwezi kutaja location zaidi, lakini kote nilikuwepo. Mmoja kitu nilikuwa niko Dar. Taharuki ndio ilitoa watu mpaka mida jioni, watu wamejaa barabarani, ni taharuki ndio ilitoa watu wa mama wanatoka na wanakimbilia, unaona zile clip wanaimba jeshi. Ni kwamba walikuwa wako ndani, lakini taharuki ya moto na nini ndio watu wakatoka nje. Kwa hakuna namna hii serikali kama yote ndio nao kwa amani, kwa sababu mwisho wa siku haina lengo lolote kwa wale wananchi ambao ndio msingi wa katiba, au ndio waajiri, au ndo maana serikali lengo la kwanza ni kwenda kuwatumikia wananchi wake kwa kutoa vipaumbele vya maji, afya na nini ambavyo havipo hata kimoja mpaka sasa hivi. Kwa hiyo vijana tu wajasiri, taharuki ndio inaweza kutoa mtu babani. Hilo ndo wazo langu Ayubu kutoka field. Bwana, shukrani sana boy Black, appreciate. Shukrani sana kwa mawazo yako. Haya ni mawazo ya boy Black. Na dhani ni muda wa Marcus. Marcus ulikuwa unataka kuongea. Ili kama kaka hivi mimi nitoa wazo wangu moja la mwisho tu, kwa sababu bwana na kama dakika 5 hivi kwenda live tafadhali. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mtu mwingine anataka kuchangia, so tuna kama dakika 5 hivi. Nadhani anyway sijui mliokuwa juu kama mtiji mtaka. Mimi nitatumia dakika moja tu. Okay, sawa. Kaka nilikuwa tu issue kwa sababu kaka Ben 10 alitoa mawazo yake mengi akawa yana mchanganyo kama kachumbali, lakini nataka niongelee moja ambalo alizosema bali ya Mungu. Awe kaka Ayubu alisema ni Muislamu, mimi nitaongelea bali ya Ukristo. Unajua Daudi, kuna story ya Daudi kumuua Goliath. Nafikiri watu wengi wanaifahamu, hata ndugu zetu Waislamu mtakuwa mnaifahamu hiyo story. Kijana mdogo Daudi akamuua Goliath. Nitatoa story mbili. Kuna moja pia umeiongelea sana hapa kaka Ayubu, lakini ipo kwenye Biblia. Ayubu hakumuombea Goliath peke yake. Hakuomba tu Goliath afe. Unamaanisha Daudi? David. David hakuomba tu Goliath afe, lakini alichukua hatua. Aliomba, Mungu akampa nguvu, akaenda akamchapa Goliath. Na Goliath akafa, akakata kichwa cha Goliath. Kwanza. So there are sometimes Mungu anakupa wewe a mission kuiaccomplish, huko akiwa amekupa nguvu zake na neema yake ikusaidie kwenye hiyo mission. Moja. Mbili, kwenye Biblia kuna story ya wakoma. Sasa kwa wale ambao wanafahamu Israeli kipindi hicho, watu walikuwa na ukoma, walikuwa wanatengwa, wanawekwa mbali na jamii. Sasa kulitokea vita kubwa sana, Waisraeli wakachukuliwa kama mateka. Wale wakoma wakawa wana njaa kwenye ile eneo ambalo walikuwa wametengwa, na maeneo yao yalikuwa yamekaliwa na maadui.
Kwa hiyo wakajiuliza, it's either tubaki hapa tufe au twende kwenye hiyo kambi ya maadui tukatafute chakula. Hata wakituua still, hata tukibaki hapa tutakufa. Muona? Kwa hiyo the choice was like, okay, we are going kwenda kuchukua chakula. Walipokuwa wakitembea wakienda, nafikiri kuna wimbo moja maarufu sana inaitwa Kishindo cha Wakoma, umetokea kwenye hiyo story. Walipokuwa wakienda wakitembea, Mungu akaipa nguvu miguu yao, ikawa na kishindo kikubwa. Inasema wale kambi ya maadui, vile vishindo vya Wakoma wakasikia ni kama vishindo vya farasi wa vita wanakuja, jeshi kubwa kweli linakuja. Maadui wakakimbia, wakaacha chakula, jamaa wakafika wakajilia msosi. So, nachotaka kukisema ni kwamba kuna wakati Mungu anatupa nguvu na neema tuitumie, na mimi ni kati ya watu ambao wanaamini hii ni season hiyo ambayo Mungu ameweka kitu kwa Watanzania. Miaka mingi sana imepita tumekaliwa, hatujawahi kuwa na mwamko wa hivi. So this is the season, we need to use it. Mungu ametupa neema, hawa watu tunaweza tukawaondoa, tukakata kichwa ili joka CCM. Shukrani sana, muwe na usiku mwema. Bwana, shukran sana brother Marcus. Jamani, muda nao sio rafiki. Nadhani pande zote mbili. Huwezi ukaelewa ni nani Mabruki, ni nani jenzi wa sahihi. Sasa hivi watu wameshikana, lakini vijana wanapanga kabisa na wameng'ang'ania tarehe 25 kuamkia 25 tarehe 24 tunaenda kwa Mamposa kwenda kulala huko kwenye makanisa. Asubuhi tunaamkia pale, tunaendelea na mambo yetu. Kwa upande ukiangalia ni jambo nzuri kama litawezekana kufanyika, lakini kama halitafanyika tena itakuwa ndo mwisho wa nguvu zao, kwa sababu walipanga tarehe 9 hawakufanya. Walibahatika tu kufanya tarehe 29, lakini ya tarehe 9 hawakubahatika kufanya. Sasa hivi wanaopanga ya tarehe 25 tena haijulikani, lakini ya tarehe 25 wanapanga waende kwa nani? Kwa Mamposa, ili wakalale pale katika kanisa lake huo usiku wa 24 kuamkia 25, waamkie pale ndo waanze kwenye vurugo lao. Ni jambo nzuri likitendeka, lisipotendeka ndio litakuwa shida. Na wewe pia unaweza ukachangia maoni yako, umeona ni kipi sahihi kati ya vijana wanavyopanga, kwa sababu haya mambo sio mambo ya mchezo, yanataka kweli watu washikamane. Na sasa hivi mamluki wamekuwa ni wengi sana, akaunti nyingi zinablokiwa, akaunti zinafungwa, yani watu wana connect na TikTok wale wa China, yani akaunti zinashushwa wengi. Sasa hivi kama Nuruvazi la akaunti yake kubwa imefungwa, yani Sama ana akaunti zake zote zimefungwa. Sasa hivi hata hawezi kufungua live, labda apande kwenye live za watu aongee, lakini hawezi kufungua live yake na akae aanze kuongea. Kila akifungua yani shaonekana. Kila akaunti atakayefungua yani imekuwa kama sauti yake ndio imeshikwa, yani sauti popote atakapopanda akiongea tu anashushwa. Sasa kuna matatizo kama hao sasa hivi yanaendelea ndani ya TikTok, na kule unajua upande wa Instagram Mange Kimambe naye akaunti yake imeshushwa, anatumia kule X, na X kule wa Tanzania sio wengi kwa sababu Tanzania haitumiki X, ishafungwa. Sasa anabwita kule na anafanya kazi vizuri yeye na Maria Sarungi, wakati huku upande wa Instagram wamefungiwa akaunti zao. Na hayo mambo guys yakiendelea hivi, naona kama Tanzania tutaelekea kubaya. Na unakumbuka juzi mpaka Rais Donald Trump ametangaza rasmi kwa kukataa visa za Tanzania. Hayo yote ni mambo yanaendelea kurudisha nchi nyuma, na sijui itakuwaje kama mambo hayo yakiendelea kuwa hivi. Ni mambo ambayo yatazoofisha nchi, na kiuchumi tutarudi nyuma sana. Tunajiona kama tunaenda mbele, lakini tutarudi nyuma. Kama hauwezi ukafanya usafiri, hauwezi ukafanya biashara na nchi nyinginezo, hizo ndo mambo ambayo yanarudisha nchi nyuma. Guys, kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys. Bye bye.